Baba ni mwema sana, mtakatifu wa furaha, mweza yote sana. Hesabu ya Yesu ni yeye na babake ni moja. Hesabu ya kibiblia inasema baba na mama ni mwili mmoja. Ni kweli. Sasa mwishoni sasa ya Yesu kuja asema baba na mama nikipate hapo moja, mtakatifu tamchukua. Yaani mwangalie mwanzo na mwisho sana. Nina somo ya shauri inasema hivi. Kuna vitu viine shetani eko nachukua kwa mwaminifu. Kuna vitu viine shetani eko nachukua kwa mwaminifu. Shetani eko kazini hapa chini ya dunia. Mbinguni alikuwa fresh, alikuwa na utukufu, kila kitu kilikuwa sawa. Yaani kupoteza tu makao takatifu ya kumbingu, hapa iko kazini. Hawezi kucheza sana. Ni vitu viine. Kia kwanza, shetani anakuwa kuzuia neno la Mungu. Watu wengi wanakuwa na neno tofauti. Sisi tunajua, sisi ni hivi, sisi tuko yake ya Mungu, Mungu anatujua, tuko mbele ya Mungu, tuko nyuma ya Mungu, tuko mkono ya Mungu. Yani tuko batoto ba mtu moja. Neno inatafsiriwa ni Mungu mzima sana. Mungu ana mifano ya baba anazala watoto 10. Kila mtoto ana jina ya kwake na mifano ya kwake. Sasa wote ni watoto wa nani? Wa Mungu. Wapende, inapaswa tulifunze kile kitu. Shetani anachukua kitu cha pili, uwezo. Uwezo sasa ya kimungu inapotea kwa watu. Watu wanakuwa na uwezo wa kuongea maneno mengi na kujua mimi ni mimi. Haya mimi inapoteza. Tukue na uwezo ya kukua watu. Tukue na uwezo ya kuchukua watu waamini Mungu. Haina ya ukovi. Shetani anachukua kitu cha tatu. Kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haina na matendo tena. Tunahitaji kinywani matendo, matumizi hamna. Tufanye kazi ya Bwana kuko matokeo na watu ongezeke. Kitu cha nne, shetani anachukua utukufu. Yaani utukufu ya Mungu inaweza kupotea tena. Tunakuwa mimi si unaiona, mimi naitwa fulani, mimi niko fulani. Fulani haitoshi. Maneno ni utukufu ya Mungu sasa ishuke kwako. Watu wa zamani walikuwa na neno ya kweli. Alikuwa anachunga neno la Bwana. Alikuwa anachunga uwezo. Alikuwa anachunga kazi ya Bwana. Alikuwa na utukufu. Sasa sisi leo tuna maneno kibao. Kuongea kwa mingi, nilifanya. Haya maneno haitaweza kuleta afya nzuri. Ni ushauri baba na mama. Tutafute hali ile shetani alichukua. Turudishe sasa, tukue tena kazi ya Mungu. Mungu tubariki sana. Amen.